tukianza na nyota Steven Dese Mukwala ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Amecheza michezo 25, dakika ni 1049, mabao 12, asisti 3, akihusika katika mabao 15 mpaka sasa. Wakati nyota mwingine ndani ya kikosi cha Simba Sports Club ni Lionel Ateba Mbida, michezo 23, dakika 1375, magoli 12, asisti 3 na kuhusika katika jumla mabao 15. Wakati nyota watatu, mshambuliaji watatu ndani ya kikosi cha Simba Sports Club ni Valentino Mashaka ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Amecheza michezo 7, dakika ni 92, amefunga mabao 2 akiwa hajatoa assist. Nyota hawa watatu wa Simba jumla wamehusika katika mabao 32 mpaka sasa. 15 kwa Ateba, 15 kwa Mukwala, ukijumlisha magoli na assist, jumlisha na mabao 2 ya Valentino Mashaka. Jumla ni mabao 32, tofauti na mabao 41 ambao watu watatu wametengeneza katika kikosi cha Young Africans. Tofauti yao ni nini haswa kulinganisha na wapinzani wao ama watani zao wa jadi? Gorusha ni Muro. Na hili linaloonekana kwenye screen ni bao la Mukwala mechi yao dhidi ya Kagera ambao Simba walishinda 5-2. Lakini unajua kesi yangu kubwa imekuwa kwenye mshambuliaji namba 3 kwa Simba, kwa maana Valentino Mashaka Kusengama. Mjadala wangu mkubwa unakuwa kwake kwa sababu wakati atatoka Ruvu Shooting anakwenda Geita, ilikuwa inaonekana ni future nzuri sana kwenye soka letu. Yaani kati ya hawa vijana ambao wanakuwa kuja replace kile walichokifanya kina Boko wakati wake, kina Mgosi miaka hiyo. Yani hizi timu mbili Simba na Yanga mara nyingi kila kizazi utakutana na mzawa ambaye yuko kwenye form. Young Africans wao wamefanikiwa kupitia mzizi. Lakini kwa Simba Sports unaona washambuliaji ambao wamekuja kwenye msimu wao wa kwanza, by the way ni wajibu wao kuthibitisha kwa nini wamekwenda kununuliwa nje ya mipaka na wanapaswa kudeliver kitu gani. Lakini kwa Valentino Mashaka michezo 7 ni wastani wa dakika 630. Ukisema kama anacheza dakika 90. Lakini hata dakika 100 hajafikisha. Kacheza dakika 92 tu katika michezo 7 yenye wastani wa dakika 630, which means hakukuwa na ushindani thabiti wa kuweza kuwa challenge hawa strikers wawili ambao Lionel Christian Ateba Mbida na Steven Dese Mukwala kuna wakati walipitia mabonde na milima. Unakumbuka kuna wakati Mukwala hakuwa amekliki, vitu vilikuwa havibadiliki kutoka jiwe kuwa dhahabu. Ateba kuna nyakati naye vitu vilikuwa havibadiliki hivyo, akawa anapitia wakati mgumu. Hizi ni nyakati ambapo ulikuwa unasema alipaswa kuinuka kijana kuonyesha kwamba hapa ndio loophole yenyewe, yani ndio upenyo wenyewe wa kwenda kufanya kitu ambacho natakiwa nikifanye. Lakini kwa Ateba pamoja na Mukwala, hizi namba kuna wakati mimi huwa nazungumza. Mimi ni mwalimu wa mathematics na nafahamu uzuri wa namba zinavyoweza kujustify, kuthibitisha ubora wa kitu. Lakini bado namba kuna wakati haziji na uthibitisho halisi wa ubora wa mtu. Ukiangalia nafasi zilizotengenezwa na Simba msimu huu kwa strikers hawa wawili, Christian Ateba Mbida pamoja na Mukwala, nafasi zimetengenezwa nyingi na wamemisi nafasi nyingi kuliko hizi za mabao ambazo wamefunga. Maanake hapo unazungumza habari ya kuwadhulumu watu ambao walipika nafasi za mabao, hazikugeuka kuwa pia namba nzuri za assist kwa watu hao. Kwa hiyo naweza nikaona pamoja na ubora huu bado msimu huu utawazungumza hawa. Leo hii ungekuta labda na bao 18, 19, 20 mpaka hapa tulipofika kwa nafasi nyingi ambazo Simba wametengeneza. Kuna siku nilikuwa nazungumza wakati mechi ya Dodoma Jiji imeisha na Simba pale KMC 6-0. Nikasema pamoja na yote natarajia kusikia Fadu atazungumza, yani wakati hapo mechi inaendelea, Fadu atakachozungumza sio mabao 6-0, ni nafasi zilizokoswa ndani ya kiwanja. Na ni kweli kwenye press yake aligusia hicho kitu. Imagine timu imeshinda mabao 6-0, lakini kocha anakwenda kuzungumza idadi ya nafasi ambazo zimepotea ndani ya kiwanja. Kwa hiyo mchango wa mabao 30 kwa strikers hawa wawili, ingewezekana leo tunazungumzia labda 40 au 45 kwa namna ambavyo timu imetengeneza nafasi msimu huu.